Marekani imejiondoa rasmi katika shirika la afya duniani WHO Januari 22 mwaka 2026, hatua ikiwa ni utekelezaji wa amri ya Rais Donald Trump aliyoitoa siku ya kwanza kuingia madarakani mnamo mwaka 2025. Uamuzi huo unafuatia onyo la mwaka mzima kutoka kwa wadau wa afya kwamba hatua hiyo inaweza kuathiri vibaya sekta ya afya nchini Marekani na duniani kote. Serikali ya Trump imesisitiza kuwa kujiondoa kunatokana na kile ilichokitaka kushindwa kwa usimamizi wa WHO wakati wa janga la COVID-19. Kupitia taarifa ya moja ya idara za afya na mambo ya nje za Marekani, nchi hiyo imesema itaendelea kushirikiana na WHO kwa kiwango cha chini sana ili kukamilisha mchakato wa kujiondoa. Tenda kunukuu, hatuna mipango ya kushiriki kama mtazamaji wa observer wala kujiunga tena, alisema ofisa mwandamizi wa afya wa serikali. Badala yake, Marekani inapanga kushiriki moja kwa moja na mataifa mbalimbali katika masuala ya ufuatiliaji wa magonjwa na vipaumbele vingine vya afya ya jamii bila kupitia mashirika ya kimataifa. Kwa mujibu wa sheria za Marekani, nchi hiyo inapaswa kutoa taarifa ya mwaka mmoja na kulipa madeni yanayokadiriwa kufikia dola milioni 260 kabla ya kujiondoa. Hata hivyo, maofisa wa serikali wamepinga hitaji hilo la malipo. Nitaenda kunukuu, Wamarekani wameshalipa zaidi ya kutosha. Shirika hili limegharimu Marekani mabilioni ya dola, alisema msemaji wa idara ya mambo ya nje. Tayari bendera ya Marekani imeondolewa katika makao makuu ya WHO jijini Geneva. Hatua hiyo imezua hofu miongoni mwa wanadiplomasia kwamba Body of Peace iliyoanzishwa na Trump huenda ikaathiri mfumo mzima wa Umoja wa Mataifa UN.